Mwenyezi Mungu hiyo pamoja na ndugu mtazamaji wa Tukutane TV. Ni kwa mara nyingine tunakutana kwa taarifa yetu ya habari kwa ufupi, na siku ya leo tunaangalia habari za mji wa Baraka ni jirani na Uvira. Msomaji wako Bukuru Tantime, andamani na kamera ni nayo Johnny Kamlete. Na sasa ni habari kamili. Ofisi ya soko kuu ya Katanga mjini Baraka imechoma moto na watu wasiojulikana, na vitu vya ofisi hiyo vimeteketea kwa moto. Kulingana na kitendo hicho, mkuu wa eneo la Katanga Bwana Matiabo Pierre amelaani kitendo hicho. Biro ya soko tu ndio imeungua na julikani wanani wameiunguza, vitu vingi viliungulia hapo na hakuna ambacho kiliweza kusalia kabisa. Tungetaka kupata mwangaza, sababu wengine wanasema ni moto wa kimeujiza, wengine wanasema imeunguzwa kimakusudi na watu. Habari zinakuwa tofauti. Sawa, hiyo kabisa haina uhakika wa kusema kwamba ni miujiza wala watu wameunguza, lakini hiyo kiroho imeonekana kwamba imeungua yote kabisa na kuteketea, pasina kitu kingine kabisa kusalia hapo. Na hapo tunasema ya kwamba moto ndio uliounguza hiyo ofisi. Moto ikiwa kama ni wa kimiujiza au wa kimiujiza, lakini tumeona ni hiyo ofisi imeungua namna hiyo. Ndio taratibu zimeendeshwa polepole, lakini kwa ya kwamba ni wanani ambao wamehusika kufanya hivyo haijajulikana kabisa. Na upande wako kama kiongozi wa eneo, unafikiri hiyo inaweza ikatokana na nini zaidi? Ndio ndugu mtangazaji, unajua kijiji cha Katanga ni kijiji ambacho kina matatizo mengi sana siasa na mambo mengine kaza wa kaza. Alafu wakati kunafikia tukio kama hilo, inakuwa pia na matatizo ya sintofahamu ya hapa na pale, lakini tunasema tu kwamba raia yetu ibaki kimya, ivumilie, tuangalie namna gani ya kufanya utafiti, ni nini ambayo ilihusika zaidi na kuweza kuteketeza hiyo ya soko. Ilikuwa imejengwa vizuri, ilikuwa nyumba ya bati na brike kwite, nyumba ilikuwa vizuri, lakini panya zilikuwa zimetoboa hizi plapo na mambo mengine, ila moto umeingilia huko juu na jinsi ilivyoteketeza mpaka nyumba yote ikateketea kabisa. Nyumba imeteketea kabisa, kukukua intervention yoyote kusema kwamba ingeweza kunusurika kwa huo usiku, na iliteketea hivyo. Usalama umeweza kufanya kazi yake pale, lakini kwa sura yoyote ya kuweza kuokoa vitu fulani. Na katika kijiji cha Sebele, hali ya usalama si kuridhisha hata kidogo, kulingana na vitendo vya watu kunyang'anya simu zao aina za Android katika kata mbalimbali za kijiji cha Sebele. Bwana Bayoma, mkuu kiongozi wa Sebele, amesema kuwa hali hiyo inapelekea raia wa kijiji hicho kuishi katika usalama mdogo na wasiwasi mkubwa. Hali ya huku kwangu nafikiri kama ilikuwa juzi ili tuliwahi kuzungumza tena maneno ya daftari yenye kushika kibali kwa makisho. Leo tena usiku na saa 2 usiku na kupita yoyote mwenyewe kutana kwa telefoni yake, kwa telefoni na mkamata. Leo hii usiku ya saa 2. Mweke ndio kazi yako nao, hata kukutana naye njia tu anakunyang'anya ukiwa kwako huko parkwenu huko kitu kuna mikono kuna angalia wananyang'anya. Ndio kazi ndio nilikuwa nayo leo usiku na saa 2. Kama kubadilika hata kimoja mabadiliko ile tu, na hata kuyabadilika hata neno moja ile. Yaani niko naongezeka. Watu wanafanya wanatembea usiku wanasema koti na hata huko nje ni nani. Ila wanapita kama karibu askari 5, hakuna mwaye tunaweza kupata kwa nani kumpa nani telefoni. Na akikukamata hapo huko mwingine yeye anaponga mwingine.
maafa wengine hapo kwa. Labda tungependa kujua FARDC na polisi hawafanyi kazi katika eneo hilo kwa namna ya kufanya doria ili kulinda raia. FARDC na wapolisi kazi hawafanyi kazi. Kutumishi mimi kwa upande wangu nilikuwa naona vitu ziko sebele pande zote zile wasio sawa FARDC na wazalendo wa pamoja kwa na kutafuta mafunzo ya dunia katika wao. Katika mji jirani wa Uvira, hali ya usalama imeweza kuzorota zaidi mjini Uvira kutokana na risasi nyingi zilizosikika, na huko mtu mmoja ikiwa mkuu wa Avenue Kibango katika kata ya Songo mjini Uvira amepata majeraha baada ya kupigwa risasi kwa kisa cha kukataa kuungana simu yake aina ya Android. Bwana Sheria tena Liba wa kijamii chako changu amehakikisha habari hii ya usalama mdogo mjini Uvira. Kwingineko ametoa baadhi ya pendekezo ambazo huenda serikali ikivalia njuga swala hilo usalama utapatikana katika mji jirani wa Uvira. Mtangazaji, wasikilizaji wetu wa radio hapo Baraka wataelewa mambo mawili. Uvira siku ya kucha leo kulipitikana maincident securitaire mbili. Ya kwanza, kuna watu wenye kushikilia silaha wamepiga masase chef d'avenue wa Avenue Kimbangu, wamempiga masase kwenye kichwa. Bahati nzuri imefika tu mapembeni ya vichwa, haikuingia ndani ya kichwa ama haikubomoa kichwa. Alikuwa na dawa? Hapana, hakukuwa na dawa. Ni mkaaji wa quartier na Songo Avenue Kimbangu, lakini aliwahi naye kuwa jeshi zamani. Alikuwa tokea mtoalete, ndio akaona mtu mwenye anamrukia akiwa na simu yake mwenye kumurukia, na ndo akapenda kumnyang'anya telefoni, na yeye akajidefendre, akapambana na ule mtu mwenye kukua na amemkamata mkono, na ndo mwenzake wa ule hizi akapiga masase, lakini haikumuumiza. Kwa sasa iko kwenye hospitali ya generale ya reference ya hapa kwetu Uvira. Unamaanisha vitendo watu kunyang'anywa simu na kufia simu mpaka sasa vinaendelea katika mji wa Uvira? Mtangazaji, vinaendelea kila leo, sababu watu wanapigwa masase, watu wanakufa kiolela mnamo vile ya Uvira. Kama gisi juzi nimekwambia kwamba kiongozi mstaafu wa vijana wa quartier Kimanga amepigwa masase, bwana Jacques Pompoli. Usiku wa kucha leo ilikuwa turu ya ule chef d'avenue wa Avenue Kimbangu mnamo quartier Songo. Evenema ya pili ya usiku ni kwamba, mtangazaji, masase imepigwa mingi kuanzia saa 3 ya usiku mpaka 0h ya usiku mnamo vile nzima ya Uvira. Sababu ilikuwa nini? Ukiongea na watu wa Kasenga, sababu Kasenga ndo kwenye mambo imeanzia. Generale wa kizalendo anaitwa na Mtaka amekuwa na purukushani na mama mmoja pale Kasenga kwa ajili ya simu yake tu, simu tu, na hiyo simu ambayo amependa kuinyang'anya, huyu mama amekataa simu yake isinyang'anye, na hapo ndo kwenye mizozo imeanzia. Masase ikapigwa kuanzia kwenye wanajua Uvira, kuanzia Kavivira hadi Kalundu kwenye poro ya serikali. Masase imepigwa, AK-47 ikapigwa, mapika imepigwa, mabombe imepigwa, ranzi roketi zimepigwa, mambo ambayo inapatisha Uvira haya. Umesema kwamba chanzo kubwa ya hiyo hali ya usalama kuvurugika ni huyo generali autoproclame na Mutaga wa wazalendo. Je, generali mzima anaweza akanyang'anya simu ya mwananchi wa hali ya chini, metre? Mtangazaji, wewe unasikia tu habari, lakini sisi ambao tunaishi Uvira hiyo haiko kipya. Na imeonekana wazi na ndio kwa chanzo ya masase kulia. Tunashukuru, lakini FARDC ambayo iliintervenir na ikametrize mwingine usiku hadi leo asubuhi, hata masaa 2 saa 3 masasi ilikuwa inalia mnamo vile ya Uvira tu kotea Kasenga, ambapo watu hawapendi kuelewa vizuri kazi zao. Mtangazaji, pisi ya solution ni kwamba serikali ya mke. Serikali ndio imetia wazalendo mnamo vile ya Uvira kuwatusha kwenye milima, walikuwa wanaitwa wa majimaji, leo wanakuwa wazalendo, wamefanya kazi kubwa kwa ajili ya resistance ya vita contre M23 na armea ya Rwanda ambao ni RDF. Nafikiria kwamba vikao vikuwe vingi katikati ya wazalendo na viongozi wa FARDC, jeshi ambao tuko nayo na tunaipenda sana yetu ya Kongo, lakini pia kati ya viongozi wa nchi mbalimbali. Guvernora iko hapa na meri ya Uvira nayo iko hapa, ichamshe tena wazalendo kuambia kwamba
wana devoir kubwa kwa ajili ya mwingine. Kazi leo zimeanza na saa 4 na watu wameamka wasiwasi mkubwa sana. Lakini tushukuru Mungu tumemaliza siku ya leo ya kwanza tarehe 8. Za vizuri ingalau tuyajua za usiku. Na watu wameumia, masasi imekuwa mingi. Tumeona wamoja kipelekwa kwenye magari ya kijeshi, wenye walikuwa arete kwa ajili ya kuretablir ordre. Vraiment félicitations kwa FARDC. Tumalizia taarifa yetu ya habari na nchi jirani ya Burundi. Wananchi wa Burundi wameadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo sambamba na kumbukumbu ya miaka 6 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza aliyefariki dunia tarehe 8 Juni mwaka wa 2020 kutokana na mshituko wa moyo akiwa bado madarakani. Nkurunziza ambaye aliongoza Burundi kwa kipindi cha miaka 15 anakumbukwa na wafuasi wake kwa mchango wake katika kuimarisha huduma za kijamii na ustawi wa wananchi. Katika kipindi chake cha uongozi, serikali yake ilitekeleza sera mbalimbali za kijamii zikiwemo utoaji wa huduma za kujifungua bila malipo kwa wanawake wajawazito, matibabu ya bure kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, pamoja na elimu ya msingi bila malipo kwa wanafunzi wa shule za msingi. Katika kumbukumbu ya siku hiyo, mke wake Denis Nkurunziza alitoa ushuhuda kupitia video iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook akieleza maisha yao ya kifamilia wakati marehemu alikuwa bado hai. Denis Nkurunziza alisema kwa Rais Pierre Nkurunziza alipenda sana kutumia muda pamoja na familia yake, hasa watoto, wakizungumza na kusimulia hadithi. Alimweleza kama mtu aliyependa kuwachekesha wanafamilia wake na kuleta furaha nyumbani, lakini pia aliyekuwa mkali pale inapobidi kuwalea na kuwaongoza watoto. Abana twe ntibamutinya, kumwe bavuga ngo paparaje abana bakiruka. Twebwe siko byari bimeze, ahubwo nkajya avuye ku kazi abari hafi baba batari kwishure cyangwa batariko bariga. Watoto walikuwa hawamogopi au kukimbia kujificha baba mzazi anaporejea nyumbani, isipokuwa anapokuwa ametoka kazini. Watoto ambao wanakuwa hawapo shule walikuwa wanamsubiri njiani, anawasalimia na baadaye anaelekea katika mambo yake mengine. Na jambo lingine ni kuwa kwa upande wa kula, tulikuwa tunakula pamoja. Alikuwa anaanza kuchukua chakula yeye na baadaye watu wengine, kwa sababu kwetu utaratibu ni kwamba alikuwa anaanza kuchukua mtu mkubwa baadaye hadi watoto. Na huo ndio utaratibu tulikuwa tumejiwekea sisi kama familia. Lisha moyo wa ukarimu kama mzazi, kuna wakati mwingine alikuwa mkali, lakini pia alikuwa anapenda kuzungumza sana na watoto, na alikuwa anafurahi sana akiwa anazungumza na familia. Tunacheka pamoja maana alikuwa ni mtu mcheshi. Lakini mtoto akifanya makosa alikuwa anamwadhibu kama mzazi, na ushauri alikuwa anautoa wote tukiwa tumekaa sehemu moja. Na mojawapo ya wosia aliotuachia ni kuwa na mazungumzo ndani ya familia, na alikuwa anawasisitiza watoto kusoma kwa bidii, kuipenda nchi na kuwa makini. Ko bategerezwa kwiga neza, ko bategerezwa gukunda igihugu, ko badategerezwa gusamara, biri mu bintu yakunda kubahanura. Rais Pierre Nkurunziza alifariki dunia tarehe 8 Juni mwaka 2020. Serikali ya Burundi ilitangaza kifo chake siku iliyofuata, ikieleza kuwa alifariki kutokana na ugonjwa uliosababisha moyo wake kusimama au kufanya kazi. Kabla ya kuwa Rais Nkurunziza alikuwa kiongozi wa CNDD-FDD, kundi lilokuwa linapigana na serikali ya wakati huo. Baada ya mchakato wa amani uliofanyikia Arusha, aliteuliwa kuwa waziri wa utawala bora. Mnamo tarehe 19 Agosti 2025 alichaguliwa na bunge kuwa rais wa Burundi na kuapishwa rasmi tarehe 26 Agosti mwaka huo. Alikuwa rais wa 8 wa Burundi na aliongoza nchi hadi kifo chake mwaka wa 2020. Mwaka wa 2015 Pierre Nkurunziza aligombea na kushinda muhula wa 3 wa urais, hatua iliyozua mabishano makubwa ya kisiasa na maandamano yaliyogharimu maisha ya watu wengi. Hali hiyo ilisababisha jumuiya ya kimataifa kuiwekea Burundi vikwazo mbalimbali. Hata hivyo, baada ya mwaka wa 2020 vikwazo hivyo vilianza kuondolewa hatua kwa hatua. Baada ya serikali ya Burundi ilitangaza tarehe 8 Juni kwa siku maalum ya uzalendo. Ilieleza kwa lengo ni kuendeleza na kuhifadhi urithi ambao Pierre Nkurunziza aliacha kwa taifa la Burundi. Ni hayo tu mpendwa mtazamaji, ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa ufupi.
Msemaji wako ni Bibi Kurutantine Ndamwayo, na kamera nilikuwa naye John Kamneti, na kuaga kwaheri. Afya ni muhimu, lakini ugonjwa unaweza kuja bila kutarajia. Unapohitaji dawa kwa haraka, unabidi kupata dawa mahali pa kuaminika. Karibu kwenye duka la TKTV Pharmacy yenye kuaminika zaidi. Tunatoa huduma bora, dawa halisi na zenye quality kubwa zinazoweza kuponya haraka na ushauri wa kitaalamu kwa afya yako na familia yako. Tunauza kwa ujumla na rejareja. Afya yako ni kipaumbele chetu. TKTV Pharmacy ni duka la dawa linalotoa huduma ya upatikanaji wa dawa mbalimbali pamoja na maelezo sahihi ya matumizi yake. Tunahakikisha wateja wetu wanapata ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi ya dawa kwa usalama na ufanisi mkubwa. Duka linapatikana mjini Baraka, kata Malala ya Kwanza, karibu na barabara namba 5 ya Taifa. Huduma zetu ni pamoja na uuzaji wa dawa za aina mbalimbali kwa ujumla na rejareja, ushauri na maelekezo ya matumizi ya dawa, huduma kwa wateja kwa uaminifu na weledi. Karibu TKTV Pharmacy kwa huduma bora na zenye uhakika zaidi. Kwa mawasiliano zaidi, chukua namba hizo hapo chini. TKTV Pharmacy, tunajali maisha yako. TKTV Pharmacy, kipaumbele leo.